Tuombe. Mungu mtakatifu na Baba yetu wa mbinguni, wewe uliye asili ya mema yote, uhai wetu uko mikononi mwako, maisha yetu yako mkononi mwako. Ni kwako Bwana tunaishi, tunakwenda, tunakuwa na uhai wetu. Tunakurudishia sifa na heshima na utukufu kwa ajili ya siku njema ya leo. Asante kwa kuwa ni wewe uliyetuleta katika nyumba yako, Bwana, tupate kukuabudu na kukusifu na kukushukuru, na zaidi sana kuisikia sauti ya neno lako usemayo kwa kinywa chako. Bwana, umesema kwa neno lako mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa chako. Nasi Bwana tumekuja tuisikie sauti itokayo katika kinywa chako, ipate kuleta uponyaji na uzima katikati ya maisha yetu. Baba, ni katika jina la Yesu ninawaleta vijana hawa mikononi mwako, kila mmoja kwa jina lake, kwa moyo wake na sura yake. Unawajua Bwana hata kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, na wewe umewaita wawe watu wako. Na kusi Mungu uliyesema na watoto wetu watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wetu itakuwa nyingi. Ninawaleta mikononi mwako, uwafundishe mwenyewe Bwana. Sisi tunaweza kuwaambia mengi, lakini mwenye kuigeuza mioyo yao na kuwafundisha kukutii na kukupenda ni wewe, Roho Mtakatifu. Ninawaweka mikononi mwako, ninapolikabidhi ibada hii mikononi mwako Bwana, na kwa ajili ya mtumishi wako Happiness Kijazi anayesimama katika zamu hii. Baba, ni katika jina la Yesu tunaita uwepo wa Roho Mtakatifu na upako wako juu yetu. Ukaseme nasi kwa lugha ya kueleweka, Mfalme, tukapate kupokea kutoka kwako. Jina lako likatukuzwe na ufalme wako kaendelee kudhihirika katikati ya maisha yetu. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Namuomba huyo kaka na miwani yako, njoo hapa. Ndio kaka, nyanyuka, njoo hapa. Pale mbele ya hujakuwepo mara ngapi? Kwa nini? Maana unacheka darasani. Wiki iliyopita tulikuwa na somo gani? Self discipline. Sema kwa sauti kubwa. Self discipline. Self discipline kwa Kiswahili? Nidhamu binafsi. Nidhamu binafsi, si ndio jamani? Nidhamu. Nani anaweza kusema kwa summary kabisa somo hilo lilitutaka tuwe watu aina gani? Mtu anaweza kusema kwa maneno machache kabisa somo la nidhamu binafsi lilitaka tuwe watu aina gani? Asante mtoto wangu. Here is the mic. Inataka tuwe watu ambao tunajitambua na kufanya vitu vyetu wenyewe. Pigeni makofi. Asante. Bwana asifiwe. Watu tunaojitambua, watu wenye mipango, watu wenye malengo na mipango na ratiba zetu wenyewe za kujifanikisha katika mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kila kitu nyie kama vijana wa Kikristo lazima muwe mnaunganisha na kutimiza mapenzi ya, sema mapenzi ya Mungu. Sema kwa kujiamini, sema mapenzi ya Mungu. Sasa wewe ambao ukuepo, watu hawa wamefundishwa kitu kinaitwa Self discipline. Self discipline. Na kwa maneno machache unajisimamia mwenyewe. Sawa? Unajisimamia mwenyewe. Hahitaji mtu kukuambia darasani nyamaza. Wewe mwenyewe unajua kwamba darasani natakiwa kufanyaje? Kutulia na kumuomba Mungu na kusikiliza. Umesikia mama? Umesikia somo alilokuwa nalo? Somo hili limefundishwa mwezi Januari mzima na Februari nzima. Watu hawa. Hivi jamani, tunahitaji tena kufundishwa self discipline kwa kiwango hicho? Tulielewa? Amen. Leo tuna mwalimu wetu mpya hapa, anaitwa Happiness Kijazi. Pokeeni kwa makofi. Amen. Mwalimu Happy, karibu. Mwalimu Happy ataongea na sisi somo litakaloendana sana na nidhamu binafsi, na ninashukuru Mwalimu Happy unafika kwenye darasa hili kuongea na watu ambao tayari wana nidhamu binafsi. Kwa hiyo unapokuja na life purpose, unaongea na watu wanaojua wanataka nini na maisha yao. Kweli sio kweli jamani? Kweli sio kweli? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe sana. Nadhani nimeshatajwa, jina langu ni Happiness Kijazi.
Nafurahi kuwaona wote. Napenda sana vijana kwa sababu ndiko tulikotoka wote. Natamani msijute kama wengi ambao wanafika huku tuliko sisi na wanajuta. Kwa hiyo ndio maana natamani msijute kama wengi ambao wanafika huku tulikofika sisi na kujuta. Wengi wetu hatukupata nafasi ambazo mnazipata leo. Kwa hiyo yale ambao mnayapata leo ni ya msingi sana. Ukiyazingatia yatakusaidia sana. Ili kesho kutu unafikia huku tayari umeshatengeneza mambo yako vizuri. Si ndio? Yesu asifiwe? Amen. Amen. Somo letu la leo linasema identity and purpose of life. Sawa. Tutasema identity and purpose of life, kwa Kiswahili utambulisho na kusudi la maisha. Utambulisho na kusudi la maisha. Wengine hatuna pa kuandika. Identity and purpose of life, kwa Kiswahili utasema utambulisho wako binafsi na kusudi la maisha. Kwa kwanza, naona wengine hawana pa kuandika, kwa hiyo labda utashika tu haya maswali. Kuna maswali naomba niwaulize, yaandike kwenye daftari au karatasi ulilonalo. Swali la kwanza linasema, who am I? Mimi ni nani? Mimi ni nani? La pili, do I matter? Do I matter? Kiswahili kizuri, anaweza kutafsiri kwa Kiswahili kizuri anisaidie? Do I matter? Mmemsikia? Unaweza sema je, nina thamani au ninajalisha, nina thamani, sawa? Do I matter? La tatu, where do I belong? Ukisema where do I belong ni sawa na kusema kama vile asili yangu ni wapi. Sawa? Asili yangu ni wapi? What makes me valuable? Nini kinanifanya mimi niwe wa thamani? Sawa? Tumeandika wote? Tumeandika wote? Okay. Nini kinanifanya mimi niwe wa thamani? Naomba uyaandike, baadaye kidogo nitakuomba uyajibu. Sawa? Swali ambalo naomba tuanze nalo ni who am I? Na hilo naomba mnijibu kwa sasa hivi. Mtu akikuuliza leo, wewe ni nani? Utajibuje? Au utasemaje? Yeyote tu, nyosha mkono. Msiponyosha, I will have to choose. Nitabidi niwachague. Sawa? Mtu akikuuliza wewe ni nani, utasemaje? I'll describe all about myself. I'm gonna describe all about myself. My name, age, where I live and everything. Tumemsikia? Tumemsikia? Mwingine? Ukiulizwa wewe ni nani, utajibu nini? Tumemsikia? Mwingine? Okay. Ni sawa. Majibu yenu yote ni sawa. Kwa unavyoulizwa wewe ni nani, inaenda zaidi ya jina ulilobeba, sawa? Kwa sababu mwingine akiulizwa wewe ni nani atasema jina lake, si ndivyo? Lakini unapoulizwa wewe ni nani, it goes beyond, inaenda zaidi ya hapo. Kwa sababu inabeba utambulisho wako kwa ujumla. Inakusanya vitu vingi sana. Sawa? Nitawaonyesha hivi vitu vyote tukifika mwishoni leo. Lakini wewe ni nani inaenda zaidi ya jina ambalo wazazi wako wamekupa. Jina ulilopewa umepewa tu ili utakapoitwa uweze kutambulika. Lakini asili yako, utambulisho wako ni zaidi, kwa sababu Mungu amekuumba akakupa utambulisho ambao unao leo. Kwa hiyo hauko hapa kwa bahati mbaya. Sawa? Hatupo hapa kwa bahati mbaya.
wala hauko Dar es Salaam leo kwa bahati mbaya. Kabla hujazaliwa Mungu alikujua, si ndivyo? Na alikutengeneza, tena amekufanya wa thamani sana, akakuweka katika ulimwengu. Ungewezekana usiwepo. Si wengi walizaliwa wakafa ile siku wamezaliwa? Lakini upo kwa sababu Mungu amekuchagua. Sawa? Tufungue Biblia zetu kitabu cha Yeremia. Yeremia 1 mstari wa 1 mpaka wa 4. Mmoja naomba nisomee. Unaweza kufungua ukasoma au si? Okay. Yeremia 1 mstari wa 1 mpaka wa 4. Ona huyu amepata. Maneno ya Yeremia. Msikilize. Maneno ya Yeremia mwana wa Hilkia, mmoja wa makuhani waliokuwa katika Anathothi katika nchi ya Benyamini, ambaye neno la Bwana lilimjia katika siku za Yosia mwana wa Amoni mfalme wa Yuda, katika mwaka wa 13 wa kumiliki kwake. Tena lilikuja siku za Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, hata mwisho wa mwaka wa 11 wa Sedekia mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, hata wakati ulipochukuliwa mateka Yerusalemu katika mwezi wa 5. Mstari wa 4. Neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Sawa, asante. Tumesikia na tumesoma, si ndivyo? Kwa hiyo nimeanza hapo mwanzo ili uone kitu kinaitwa majira. Nikisema majira mnaelewa? Seasons. Unaweza kuwa unaishi maisha yako vile ambavyo wazazi wako wanakuelekeza, si ndivyo? Unaamka asubuhi, unaenda labda shule, unarudi nyumbani, wengine wanacheza game, wengine wanafanya shughuli mbalimbali, labda wanasaidia nyumbani, unalala, unaamka. Lakini Mungu anaenda na kitu kinaitwa nini? Majira. Sawa? Identity zetu ziko ndani ya majira. Sawa? Jinsi ulivyo uko ndani ya majira. Ndio maana ulizaliwa, tarehe uliozaliwa, muda uliozaliwa na mahali ulipozaliwa. Si kwamba ilikuwa bahati mbaya. Sawa? Wakati mwingine ndio adui anaingilia, lakini Mungu anaingia kurekebisha na kusaidia. Ila identity zetu ziko ndani ya majira. Ndio maana uogope sana kitu kinaitwa kupoteza wakati. Na huwa naambia vijana wengi ambao nawafundisha, usiishi ili mradi, kwa sababu upo ndani ya majira. Sawa? Wewe unaishi leo kwa sababu muda wako wa kuishi ndio huu ambao umepewa. Hakuna mtu mkubwa sana wala mdogo sana. Ukubwa wetu na udogo wetu unalingana na ule muda ambao Mungu ametupa kuishi duniani. Sawa? Mwingine ana miaka 4 anasema mimi ni mtoto sana. Lakini labda miaka 4 ndio muda ambao umepewa na Mungu kutimiza kusudi lako. Si kuna watoto wanakufa na mwaka na miaka 2, si ndivyo? Kwa hiyo wewe ni mdogo sana au mkubwa sana kulingana na muda ambao Mungu amekupa. Kama Mungu amekupa miaka 100, then wewe ni mkubwa sana, si ndivyo? Lakini kama Mungu amekupa miaka 100 na una mwaka, wewe ni mdogo sana. Lakini kama Mungu amekupa miaka 4 na una miaka 3, then wewe ni mkubwa sana na uko mwishoni kumaliza kusudi lako, kwa hiyo unatakiwa ufanye kazi kwa wakati. Sawa? Kwa hiyo ndio maana your identity is very important. Identity yako ni ya muhimu sana kukusaidia kufanya yale mambo ambayo Mungu anataka ufanye. Usipoteze muda ukasema I still have time, kwa sababu hujui Mungu amekupa. Kuna mtu anafahamu muda wake hapa duniani kiasi gani? Tunafahamu? Kwa sababu mpaka leo kuna kitu pia anasemaga hata kwa watoto wadogo, unapata mtoto ni darasa la 4 lakini mzazi anaenda kitandani kumwamsha asubuhi. Yaani unalazimishwa kuamshwa. Na mbaya zaidi unaweza kuta sisi miaka 10, 11 kati yetu hapa bado asubuhi tunaamshwa. Ngapi tunaamshwa asubuhi? Wale ambao tunaamshwa asubuhi usione aibu, sema kweli ni mpenzi wa Mungu. Wale ambao bado tunaamshwa asubuhi? Wale ambao tunaandaliwa breakfast? Tuko ngapi? Tuko ngapi? Wale ambao unafuliwa bado kwa umri huu, unatandikiwa kitanda,
ukirudi kiatu chako kimoja kijulikani kiko wapi, asubuhi ndio unakurupuka unatafuta begi uliacha wapi. Mnacheka lakini tupo hapa. Tunacheka lakini tupo hapa. Sawa? Yes, wakati mwingine wazazi wetu hawatusaidii kufikia kusudi ambalo Mungu ametaka tufikie au kusimama kwenye identity zetu. Lakini mwisho wa siku sisi kama sisi tumefikisha umri huu, tunatakiwa tuwe na ufahamu wa kujitafuta tumeumbwa kuwa nani. Tunaelewa? Kwa sababu hauishi ili mradi. Hamjaisikia kuna watu miaka 4 ni fashion designers na tayari wanafanya shughuli? Kuna mtoto namfahamu mimi yuko darasa la 6, anaandika vitabu na tayari anauza vile vitabu. Kwa sababu amefahamu kusudi lake mapema, na ashukuriwe Mungu kwa mzazi alimnacha kwenye lile kusudi mapema akaweza kufikia. Lakini wewe leo unafanya nini? Unajitambua wewe ni nani? Unaishije? Unaenda tu shule asubuhi, unarudi nyumbani, unafanya homework, unamaliza, au unajitafuta Mungu amekuumba kuwa nani? Pale shule ulipo wewe ni nani? Unafanya nini ambacho Mungu akiangalia anapata utukufu? Kwa sababu wengi tunaenda na inaitwa nini? Kuna kitu kinaitwa kuconform. Yaani unaenda kulingana na mazingira yanavyokuelekeza uende. Vile shuleni tunatakiwa tukae hivi, basi na wewe unakaa vile vile. Lakini kama mtoto wa Mungu unayejitambua kuwa niko hapa duniani kwa ajili ya kusudi, haijalishi mazingira yanasemaje au ulipo panasemaje, inatakiwa uishi ndani ya kusudi kulingana na identity yako. Sawa? Mbaya zaidi usipoteze wakati, kwa sababu ukipoteza wakati, wanasema, nadhani Monroe alisema kuwa sehemu ambayo ina watu matajiri sana duniani ni kwenye makaburi. Kwa sababu watu wengi wanafikia mwisho wa maisha yao wakiwa hawajafanya kile ambacho wameletwa duniani kukifanya. Na wengi tunaishi kulingana na ulimwengu unavyotupeleka. Tatizo ulimwengu wa leo ni mbovu kuliko ambavyo tunafahamu. Wangapi wanajua kwa hii dunia tuliyoko leo ndio ile ile Mungu aliumba? Hatujui kwa hilo. Wangapi kati yetu unafahamu hii dunia ambayo upo leo ndio ile ile ambayo aliishi Adam na Hawa? Wangapi tunafahamu hilo? Hatufahamu. Nadhani kwa wote tunafahamu, si ndivyo? Si unafahamu kwa hii dunia ambayo iko hapa leo ndio ile ile aliishi Adam na Hawa, Ibrahim, si ndivyo? Tukisoma Biblia, kuna mahali popote ambapo kwa Biblia panatuonyesha kuwa tusifuate taratibu za Mungu? Kuna mahali popote? Lakini kwa nini leo tunaishi tukitoa vipaumbele kwenye vitu vya ulimwengu zaidi ya vile vitu vya Mungu? Kwa nini? Ndivyo jamii inavyotupeleka, si ndivyo? Si ndio? Unavyokuuzwa hautanguliziwi neno, unatanguliziwa TV, Cocomelon, si ndivyo? Ndio, sisi wazazi tunavyokuza watoto wetu, pale mtoto ameanza tu kuona, tunamwanzisha Cocomelon. Kwa hiyo kitu cha kwanza anaanza kukiona. Kwa hiyo unakuwa ukijua Cocomelon, ukijua utandawazi ndio huu, kuna simu. Na uzuri zaidi sasa hivi tuna hela, tunawapa watoto wetu iPads na hizo simu mapema kweli. Kwa hiyo then unaingia kule. Kabla sijakuelekeza namna ya kutumia ile simu, ushaenda kujielekeza mwenyewe, na zaidi una marafiki wengi wanauelewa kuliko wewe. Kwa hiyo akakuelekeza zaidi, si ndivyo? Ukajikuta ukifanya tofauti na vile ambavyo unatakiwa kufanya. Sawa? Kwa hiyo wewe unaishi kulingana na utandawazi unavyokupeleka, kwa sababu kuanzia mwanzo ukuelekezwa. Hebu imagine leo mama wa Yesu anaitwa nani? Mariam. Imagine leo Mariam angemwanzishia Yesu Cocomelon. Usicheke. Yesu ameishi kwenye kusudi kwa sababu mama yake alisimama kwenye kusudi. Tunaweza tukazani ni kitu kirahisi, lakini ukimwangalia Musa, ukimwangalia Yohana, imagine hawa wazazi wasingesimama kwenye kusudi lao kuwalea watoto. Leo tungekuwa na Yohana tunayemsoma. Ashukuriwe Mungu anayekuja kututafuta baadaye na kutuokoa na kutusaidia. Lakini mwanzoni hatujengewe ya mazingira. Sasa nyie mshakuwa wakubwa. Hapa si tuna miaka 10 kupanda juu. Tena ni wakubwa zaidi, nilifikiri 10, 11 kwenda juu. Hawa wadogo at least. Lakini wewe ushafikisha miaka 11, utakiwa kuishi tena kwa kufuata taratibu za hii dunia. Unatakiwa ujitafute. Ukijua kuwa hapo ulipo leo kunakoendelea mazingira ni magumu zaidi kuliko hata huku tulikotoka sisi. Tunaelewana? Mnanisikia? Kwa hiyo
Usiishi ukifuata taratibu za dunia zinakutaka ufanye nini, lakini jitafute, ujue kuwa umeumbwa kuwa nani. Sawa? Usifuate kuwa dunia inaniambia leo mimi niamke asubuhi nifate taratibu hii, niende huku. Ishi ukijua kuwa umeumbwa kwa nini? Kwa kusudi. Kwa tumeona mfano wa Yeremia, lakini pia kuna mfano wa nani? Wa Yusufu na wengine wengi ambao tukiweza kuangalia tunaona kuwa sisi identity zetu haziko kwa wazazi wetu, haziko kwa watu waliotuzunguka au jamii au maneno ambao watu wanatuambia, ila tulifahamika tokea siku tumefanyaje? Tumetungwa kwenye matumbo ya wazazi wetu. Tunaelewa? Siku zote nasemaga, sikiliza maneno ninayokuambia, usisikilize sauti yangu. Sauti yangu inaweza ikakuboa, lakini maneno ninayokupa yanaweza kukusaidia sana. Sawa? Anayeandika andike hiki: wewe ni mwana wa Mungu, mwana wa kusudi lake. Kwa majira yake sahihi alikuleta duniani ili kutimiza. Mimi ni mwana wa Mungu, mwana wa kusudi lake. Kwa majira yake sahihi alinileta duniani ili kutimiza kusudi lake. Mimi ni mwana wa Mungu, mwana wa kusudi lake. Kwa majira yake sahihi alinileta duniani ili kutimiza kusudi lake. Nitarudia tena, mimi ni mwana wa Mungu, mwana wa kusudi lake. Kwa majira yake sahihi alinileta duniani ili kutimiza kusudi lake. Na mimi tumeandika hiyo. Kwa Kiingereza utasema haifanani na hiyo, ni nyongeza. To say this clearly, our identity is rooted in who God says we are, not in our failures, mistakes, success, cultures, traumas, weaknesses, nor in other people's opinions. We are his children. Kwa kifupi, sisi ni wale ambao Mungu anasema sisi ndio. Sawa? Yaani wewe ni yule ambaye Mungu anasema ndiye. Sivyo kulingana na maneno watu wanaosema au makosa ulioyafanya au mazingira yanavyosema. Ila sisi ni watoto wa Mungu. Sawa? Nadhani tumeandika hicho. Kuna kitu hapa, nitaweka mic hapa, naomba msikilize kwa makini. Sikilize kwa makini, afu nitaomba niwaulize kwa mmeelewa nini. Sawa? Kidogo. You are not defined by your failures. You are not defined by your struggles. You are not defined by your feelings. You are not defined by your circumstances. You are not defined by the here today, gone tomorrow, false ideologies and philosophies of our current culture. You are who God says you are. Point blank, period. That doesn't change. Tumesikia? You are not defined by the here today, gone tomorrow, false ideologies and philosophies of our current culture. You are who God says you are. Point blank, period. That doesn't. Tumesikia alivyosema? Kuna watu tunaishi tukisikiliza watu wanasema sisi ni nani. Na mbaya zaidi, kuna watu identity zetu zinatokana na mazingira, yani maneno ya watu. Sawa? Unaweza kuta unakaa shule, watu wanafanya mambo fulani, ulikosolewa mara moja. Kwa unaishi kwa umakini sana kulingana na kile kitu ulikosolewa ili watu wasije wakakukosoa tena. Si wako watu tunaishi hivyo? Badala ya kuishi kulingana na unavyopaswa kuishi, unaishi ili usije ukakosea watu wakakukosoa. Au unaishi kulingana na hapa shule tunavaaga mtindo fulani. Kuna vile namna watu wanawekaga sijui viatu au soksi. Kwa hiyo you just have to appear the same way ili watu wasikuone wa ajabu. Si kuna wale tunaishi hivyo? Sana sana nadhani hapa wote tuko day, lakini kuna wale ambao wako kule boarding. Unakuta mtu alienda, wazazi wake wamemfundisha vitu fulani, lakini akirudi ni mtu tofauti. Kwa sababu tu alifika mazingira yakambadilisha kuwa mtu tofauti. Sasa huyo anakuwa hajitambui. Sawa? Na hata sisi ambao tuko day, umetoka nyumbani ukiwa hivi.
Umeenda kule ukakuta watu wanaongeaga lugha hii. Unarudi nyumbani unaanza misemo ile ile. Kuna mtu anaishi Arusha, alikuja kusoma Dar. Mwezi mmoja akapata bahati ya kurudi nyumbani, akaanza kuongea Kiswahili cha Dar. Mwezi mmoja unaweza kubadilisha lafudhi. Mwezi mmoja ulioishi mahali lafudhi yako inaweza kubadilika. Si unaweza ongea tu vile vile kama kawaida. Lakini unabadilika ili nisije nikaongea lafudhi yangu hii watu wakanicheka. Mimi nimetoka Arusha. Siku niliyofika Dar nilichekwa sana. Sisi watu wa Arusha kuna Kiswahili fulani tunaongea kimekaa namna fulani. Ukiongea watu wanacheka kweli. Kwa hiyo nibadilishe Kiswahili kwa sababu watu nikiongea wananicheka. Then unakuwa ni mtu ambaye hujitambui. Tunaelewa? Usibadilisha identity yako kwa sababu watu wanakutem kuwa mtu wa namna fulani. Kwani mtu akikucheka unaumia? Kile kicheko anachokupa kinagusa sehemu yote ya mwili wako. Kama unaumia emotionally, nadhani kuwa unakosa kitu kinaitwa emotion intelligence. Nadhani hilo somo tumepata. Ukishakuwa na emotion intelligence, ni rahisi sana kuweza kuviepuka vitu vya nje ambavyo vinakuumiza ndani. Kwa sababu ukiachukua yote ambao watu wanakupa yakakubadilisha utakuwa kituko. Tunaelewa? Kwa hiyo mazingira ya nje, hali unazokutana nazo, maneno, sijui wazazi, na mbaya zaidi, kuna watu wanaweza kuwa wawili kwenye familia. Ukute mdogo anafanya vizuri shule, we mkubwa unaboronga. Yaani ukiingia tu na hiyo report card pale nyumbani, cheki amefeli huyu, ajue hata kitu tena. Mdogo wako anaanza kukucheka, familia nzima inakucheka, mdogo anakudharau. Kwa then unaishi mimi ni mtu wa kukosa tu. Yaani ndio unavyoishi, sitaka ni faulu. Sikuna wale ambao tunakuwa hivyo. Kwa sababu tu mwalimu shule amekwambia tuone kama hutafaulu, kama utafaulu na wewe kweli siwezi kufaulu. Sikuna wale ambao tunakuwa hivyo. Na hata mchungaji amefundisha, nadhani ili somo limepita wiki iliyopita. Utakiwi maneno ya kubadilishe. Sawa? Ukiruhusu maneno yakakubadilisha, kuna kitu kinaitwa self talk. Sawa? Unajizungumzishaje wewe mwenyewe? Hiyo ina nguvu sana kuliko hata yale maneno unaopokea nje. Kwa sababu watu wakisha kuzungumzisha, then unaenda unakaa unajizungumzisha. Ukishajizungumzisha negative, utakuwa a negative person always. Sawa? Then utakuwa ni mtu tofauti na yule ambaye ulikusudiwa kuwa. Kwa sababu then utaishi nje ya kusudi lako. Ukijichukulia mnyonge sana, wakati kuna mfano mmoja wa tai. Tunamfahamu tai ndege? Tai ni ndege mkubwa sana, katika ndege wote yeye ndio mkubwa, si ndivyo? Kwa sababu ya uwezo wake wa kuona, jinsi alivyo. Tunafahamu kama jinsi simba alivyo kiongozi wa huko porini, ndivyo tai alivyo kwa ndege. Sasa kuna mfano mmoja kwa yai la tai lilidondoka katikati ya kuku. Kwa hiyo wakati lile yai linatotolewa, likatotolewa pamoja na nani? Na kuku. Na vifaranga vya kuku. Kwa hiyo sasa yule tai anakuwa pamoja na nani? Na vitoto vya kuku. Kwa hiyo mpaka anakuwa mkubwa, anakuwa pamoja na nani? Siku moja amekaa anaangalia juu, anaona tai anapita juu sana. Akimwangalia anaona kama amefanana, lakini anawauliza kuku, kwani yule ni nani? Wale kuku wanamwambia yule ni tai, hata usijaribu kufanana naye, huyo ni ndege mkubwa sana, sisi hatuna uwezo wa kuwa kama yeye. Kwa hiyo yule tai akaendelea kudokoa chakula chini na kuruka kwa uwezo huu mpaka siku anakufa, kwa sababu ya maneno aliambiwa na wale kuku na kwa ajili ya mazingira ambayo ameishi katikati yake. Lakini kumbe yeye ni nani? Hii ni sana sisi binadamu. Yaani unazaliwa ukiwa tai, lakini unaishia kuwa kuku, kidokodokoa chakula chini badala ya kuruka juu uone mbali utafute vyakula, kwa sababu ya mazingira ambayo umezaliwa katikati yake, au kwa sababu ya maneno ambayo watu wanakuambia kila leo. Na mwisho wa siku maisha yako yote unaishi namna fulani ukiwa a failure, kwa sababu watu wanavyokuambia unavibeba na unajiambia mwenyewe, na ukishajiambia mwenyewe ukakubaliana ufahamu wako, moyo wako na mwili wako, then unakuwa tu mtu wa namna hiyo. You are relaxing. Tunafahamu kitu kinaitwa comfort zone. I'm very comfortable. Hapa nipo tu, mimi ni mtu wa kupata 15 kila siku ni mimi. Hapa siwezi vuka. Na hiyo chemistry sijui ndio siwezi kabisa. Sijui nini. Huku tunaita mathematics kwa sababu naona huku chini wanaita arithmetic. Ni mathematics Yaani mathematics ndio hata sisikii. Wengine English sijui. Mimi wakiongea Kiingereza sikipati kabisa. Sawa?
Ushajiambia huendo mtu wa namna hiyo, kwa mwisho wa siku hutaendelea, utaishia kuwa pale. Lakini that's not who you are. Ukiona umefikia mahali unafeli, unachotakiwa kufanya ni kutafuta mbinu za kukusaidia kusonga mbele, kwa sababu Mungu hakukuumba ukiwa mdhaifu. Tunaelewa Mungu hatengenezi viumbe vidhaifu hata huyo nyoka ambaye aliyokuja kuwadanganya Adam na Hawa hakuwa mdhaifu, lakini kwa kosa lake alihukumiwa, si ndio? Tunatengenezwa na Mungu tukiwa na maarifa makuu na uweza wa Mungu, na tumebeba utukufu wake. Tunafahamu utukufu wa Mungu. Imagine utukufu wa Mungu uko juu yako, and then you are playing low. Yani unajichukulia kama mtu wa chini. Hutaka ufike unakotakiwa kufika. Tuko pamoja? Mnanielewa? Tunaelewana kabisa? Kwa hiyo uishi maisha yako ukiwa unajitambua kusudi la Mungu lipi umebeba. Natamani sana usiishi ukifuata maneno ya watu au jamii na kuambia nini, au sijui shule walimu wanasema nini. Na kuna wale ambao tumechukuliwa huyu ni mtundu, there is no way unaweza kumbadilisha. And then unaona ni sifa unaibeba unaenda nayo. Acha niwape mfano wangu labda. Mimi nilikuwa na kiburi sana. Yaani mzazi wangu akiniongelesha, unafahamu ile unapoa kazi ya kudeki sasa hiyo unadeki nyumba. Atokee huko babangu anapita wakati mimi nadeki, nitasimama nimwambie naomba urudi nje. Naomba urudi nje, ina maana huoni kama mimi nadeki. Unaelewa? Nilikuwa mtu wa namna hii. Kwa hiyo ukuaji wangu leo najuta sana vile nimeviona, vile nimevifanya. Ndio maana nasema mshukuru Mungu sana una nafasi ya kuelezwa mapema, ili wakati mahali ambapo unaona unakosea unaweza kurekebisha. Kwa sababu leo ndio siku najutia yale niliyafanya kule nyuma kwa wazazi wangu. Vile nina watoto na naona yale ambao wanayafanya kwangu. Sawa? Wanasemaga mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu mchungu. Don't ever. Yaani uheshimu mzazi wako sana. 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 Unaelewa maana sana? Kwa sababu naona elekea huko, si ndivyo? Naona elekea huko. Na wazazi wana madhaifu kama tu binadamu alivyo na madhaifu. Kwa hiyo ukitokea mzazi amekosea, hupaswi kumhukumu, si ndivyo? Kwa sababu na yeye ni binadamu, si wewe pia unakosea? Kuna kitu kinaitwa communication. Si wote tunaelewa maana ya communication? Hakuna kitu kinasaidia kwenye maisha kama mawasiliano. Unatakiwa utafute njia nzuri uweze kufikisha ujumbe wako kwa wazazi na sio kuanza kushindana nao. Sawa? Naona kuna watu wanasinzia. Naona kuna watu kule nyuma wanasinzia. Na ruhusu ukiona unasinzia unaweza kusimama. Sawa? Muda wetu sio mwingi sana, ningewapa zoezi, lakini ukiona unasinzia unaweza kusimama. Tuko pamoja? Okay. Kuna yale maswali niliwapa mwanzoni tulivyoanza, si ndio? Tunayakumbuka? Tumeyaandika? Naomba unijazie hayo maswali. Yajibu. Jibu vile unaona ni sahihi. Jibu tu vile ambavyo unaona ni sahihi. Sawa? Ukiulizwa wewe ni nani utaelezea nini? Kwa hiyo jibu pale. Na neema ya kusikia habari mapema. Maisha ya watu kwa mtaani ni magumu kwa sababu hakuna mtu aliyewapa guidance ya maisha. Hakuna aliyewaongoza jinsi ya kuishi kwa nidhamu binafsi. Hakuna aliyewafundisha jinsi ya kujitambua. Lakini ninyi mna neema ya kukalishwa ili swala la kujitambua linafundishwa hapa sisi mara ya 3. Lakini kila mtu anayewafundisha anakuja kwa mbinu yake ambayo inakusaidia wewe kuelewa zaidi. Si ndio jamani? Kuelewa zaidi. Kwa hiyo ninawaomba sana 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 mzingatie haya mambo, kwa sababu majuto ni nini? Majuto ni nini? Naomba mniambie kwa sauti ya kusikika. Majuto ni nini? Naomba msisubiri kujuta kwenye maisha. Weka haya mambo unayofundishwa kwenye moyo wako na anza kuyafanyia kazi kwenye maisha yako ya kila siku. Hapa mmefundishwa kujitambua, utambulisho binafsi. Kwa kuulizwa wewe ni nani? Katika umri huu sio wa kusema
unajitambulisha zaidi ya hiyo level. Mwalimu amesema ni zaidi ya jina lako. Sawa jamani? Sasa kila mtu ana mahali pa kujaza. Wale ambao tuna nidhamu binafsi, tuna madaftari yetu, andika hicho alichouliza. Yule ambaye hana na najua ulikuwa unakuwa darasani, sihangaiki na wewe kwa sababu umeamua huhitaji. Kwa hiyo mimi sikulazimishi. Kwa hiyo kama wewe huna daftari, kama wewe unajua ulikuwa darasani, umeamua huhitaji kurekodi chochote, fine, well and good. We won't force you in anything. Umeshafundishwa nidhamu binafsi. Sasa swala la ni nani anachukua notes, unataka kuandika nini, linakuhusu wewe mwenyewe. Katika hii level tukiendelea kubembelezana kitoto, tunatengeneza madependent, watu wasiojitambua. Ndio maana tuna jamii ya watu ambao wanahitaji kusukumwa. Sisi hatutakusukuma sasa hivi, tutakushauri. Tunakufanyaje? Tunakushauri. Kufuata ni wajibu wako. Ukiamua utaki, well and good, majuto ni mjukuu. Bwana asifiwe. Naamini mna maswali ya mwalimu ya kwanza aliyowapa, anasema jibu yale maswali. Kila mtu hakikisha unajibu yale maswali. Asante mwalimu. Mimi ni nani? Swali la pili lilikuwa linasema do I matter? Nikamwomba mtu atafsiri, akasema inahusu uthamani, si ndivyo? Uthamani wako ni upi, au inajalisha wewe kuwa mahali? Sawa? Swali la tatu inasema where do I belong? Ili nikasema linaongelea asili. Asili yako ni ipi? Na la nne lilikuwa linasema what makes me valuable? Nini kinakufanya wewe uwe wa thamani? Tumemaliza? Wale ambao tumemaliza tunaweza fanya hivi ili nione. Okay. Asanteni sana. Tunafahamu kitu kinaitwa self reflection. Tathmini binafsi. Tunafahamu eh? Kwa hiyo hii ni tathmini binafsi. Sawa eh? Ukiwa unaishi haujifanyi tathmini, utakuwa ni mtu ambaye hutaka ufanikiwe. Tunaelewa? Tunaelewa? Hata wale mabosi wakubwa, matajiri wakubwa mnaowajua, najua nikiwaambia mwataje kwa majina mtawataja, wanafanikiwa kwa sababu wanafanya kitu kinaitwa nini? Self reflection. Hii inakusaidia kuelewa, kwa sababu hapo nikisoma hapo kwenye swala la uthamani, najua mmeandika vitu vingi sana na tofauti. Ukiangalia hapo utaelewa uthamani wako, nini kinakufanya useme mimi ni wa thamani. Jibu lililolitoa hapo litakusaidia kujielewa wewe ni mtu wa namna gani. Sawa? Unajitambua au ujitambui. Kwa sababu kama uthamani wako unatokana na Mungu kusema mimi ni binadamu nilioumbwa na ninakaa hapa, then unajitambua. Lakini kama uthamani wako unatokana na wazazi wako wakwambie, then kuna kitu unatakiwa ujitafakari zaidi na ujiongeze. Kama uthamani wako unatokana na social media inasema mimi niwe kijana wa namna gani, then unatakiwa ujitafakari zaidi. Sawa? Tunaelewa? Kama uthamani wangu unatokana na shule nilioko au jamii nilioko, nitawapa mfano. Kuna mtoto niliwahi kukutana naye katika haya mafunzo binafsi. Yeye alikuwa anamlazimisha mzazi wake wahame kutoka Kijitonyama wahamie wapi? Oysterbay. Na amenuna kabisa hadi kula hataki, kwa sababu anataka wahame kutoka Kijitonyama waende wapi? Kwa sababu kule shule anakosoma hakuna mtoto anaishi Kijitonyama, wote wanaishi Oysterbay, Masaki, Mbweni. Sawa? Kwa hiyo then ashajitathminisha kwa mimi si wa thamani kwa sababu naishi wapi? Does it matter? Does it matter where you are living? Does it? Inajalisha kweli unaishi wapi? Kwani unaenda shule kufanya nini? Shule unaenda kufanyaje? Kusoma ni njia.
ila shule tunaenda kujenga maisha yetu, sawa? Ukienda shule kusoma ndio ile unaweza ukalazimishwa usome na hutaki kusoma. Lakini ukienda shule ukijua niko hapa ili kesho niwe mtu wa namna fulani, then utaongeza juhudi, sawa? Unaenda shule kwa ajili yako binafsi, na ndio kitu nilikuwa nataka niwaulize pia. Kwa nini mko hapa? Kwa nini uko kwenye hili darasa leo? Ili upate neno la Mungu. Mwingine labda ningemueleza. Kwa nini uko hapa? Ili kujua mwelekeo wangu. Ili niweze kujua neno la Mungu. Ili aweze kujua neno la Mungu. Kujenga uhusiano wake na Mungu. Kuna mkono nimeona kule? Kumjua neno la Mungu, kupata neno la Mungu, kumjua Mungu na kumsifu na kumwabudu. Kujenga maisha ndani ya Kristo. Majibu yenu ni mazuri. Kupata maarifa. Majibu yenu yote ni sawa, si ndio? Sasa swali langu lingine la kuja, je, unafanya kile ambacho unatakiwa kufanya ukiwa hapa? Unadhani unafanya kile ambacho unatakiwa kufanya ukiwa hapa ili upate hicho ambacho umekuja kukipata? Naomba mnijibu. Ndio. Amesema ndio. Mwingine? Ndio. Mwingine? Amesema yes. Okay. Mtasema yes, lakini nitawajibu hivi. Kama umetoka nyumbani, ukulala, ukaamka asubuhi, labda umelazimishwa. Kuna wale wazazi, there's no way unakaa kwa nyumba yangu na uendi kanisani. Kwa hiyo umekuja, umetoka, kwanza umenuna kwa sababu umetolewa kwenye usingizi wako, ungelala vizuri kesho uwahi shule, lakini umeamshwa. Kwa hiyo ulikuwa unabudi umekuja. And then unaona aibu, vijana wote wameamka kwenye viti, mimi nimekaa hapa, kwa hiyo ngoja tu niende. Kwa hiyo then kwanza umekuja hivi. Sikuna ile namna unatembea hata bora tu niende muda wangu ishe, si ndivyo? Alafu then unakaa hapa kama yule dada ananipotezea wakati, siaondoke tu, siamalize, si ndivyo? Sauti yangu inakufanya unasinzia zaidi. Basi unapoteza muda, sawa? Tunaelewana? Kama umekuja hapa upate maarifa, pata yale maarifa, sawa? Tunaelewa? Kitu kimoja hakijawahi rudi, kinaitwa nini? Time. Watu wanasemaga time management. Can you really manage time? Can you really manage time? Tumepewa masaa 24. Unaweza kuyazuia ili nimalize shughuli zangu afu niendelee kutembea? Unaweza? Huwezi. Na watoto hao wadogo wanashangiliaga sana birthday. Mimi nawashangaaga sana. Birthday yako ikifika inamaanisha unazidi kuzeeka. Sasa wakati unazidi kuzeeka, lazima ujiulize, mpaka nimefikisha miaka 11 leo, hii miaka yangu yote huku nyuma nimefanya nini mpaka leo? Ukijichunguza unajionaje? Unajionaje? Kuna wale ambao tuna miaka 11 bado umekaa kwenye kiti, mama naomba hela na nataka niende shule. Unasubiri, unapewa pocket money yako. Na kuna siku nimekaa pale dukani nashuhudia watoto wanakuja hapa mafundisho asubuhi. Anaenda break time pale, anaenda kununua. Mwingine yuko na simu anapigia, "Daddy send me money." Baba yuko huko aliko anatuma hela kwenye simu, anaweka kifurushi afu anarudi mafundisho. Umekuja mafundisho unanunua kifurushi. Umekuja kufanyaje mafundisho? Hapo utasema unajitambua wewe ni nani? Kitu kimoja nitawaambia, muda hautakaa urudi nyuma. Sawa? Ni mtu mmoja tu aliweza kusimamisha wakati, ambaye ni Joshua. Alipata hiyo neema kubwa sana, hakuna mtu mwingine kwa Biblia amewaipata hiyo neema. Joshua peke yake ndio majira yalisimama ili aweze kushinda vita. Sasa sijui kama wewe leo una ile neema aliyokuwa nayo Joshua, kuweza kumwambia Mungu, hebu simamisha haya majira, nifanikishe haya mambo yangu, ili then ndo yaendelee mbele. Tunafahamu Joshua peke yake ndio jua lilisimama. Peke yake, hakuna mwingine. Kwa hiyo ninachoweza kuambia leo, nikiwaangalia, mnao nafasi kubwa sana.
ukijitambua leo we ni nani, kwa sababu inasikitisha sana, na nitaongea kwa uchungu sababu nimeona watu mnasinzia. Ukijiruhusu ulale umeamua mwenyewe. Yes, kuna hewa ndogo, lakini kweli unajipa comfortability ya kuegemea na kiti ili usingizi uje vizuri? Na unaona kuna joto na sweta lako liko juu, and then unalitupia vizuri ili niweze kusinzia vizuri. Na umekuja kutafuta maarifa ambayo unasema nimekuja nimjue Mungu. And then umekaa kwenye kitu na relax na mguu wako unautikisa vizuri ukimwangalia mwalimu kama yule anamaliza saa ngapi ili nitoke hapa. Unamjua huyo Mungu kweli? Kitu unachopewa leo, hata kama uliwahi kufundishwa, hutawaipata kama hiki ninachokiongea hapa. Hata maneno niliyoongea dakika 10 zilizopita siwezi kuyaongea tena kwa sababu hata siyakumbuki. It's very important kila kitu unachokipata ukichukulie kwa faida, kwa sababu hujui Mungu ameruhusu ukipate hicho kitu kwa majira hayo kwa sababu gani. Ingewezekana usikipate. Si wako wengi makanisa mengine ambao hawajapata unachokipata wewe. Na ninaweza kuambia hiki ambacho ninawafundisha leo wenzenu wanalipa hela kama alivyosema mwalimu ili waweze kukipata, na sio hela ndogo. Sawa? Mtu analipa 40,000 kwa lisaa hili ili aweze kupata nyie ambacho mnakipata. And then Mungu amekupa neema ukipate bure, unalala. Usiruhusu mwili wako ukukoseshe kile Mungu alichokukusudia, sawa? Shetani anatumia vitu vingi sana, na hadi Mungu ameruhusu majira haya ukisikie hiki, kuna mahali anataka kukupeleka, sawa? Haiwagi bahati mbaya unakutana na vitu. Kuna ile umekaa unafungua TV unakutana na semina Mwakasege, and then unaisogeza pembeni unaenda kuangalia kitu kingine. Mungu ana sababu ukutane nacho. Kwa hiyo then unatakiwa ukisikilize, kwa sababu kesho tu hapo asubuhi unaweza kukutana na kitu ambacho utatakiwa udili nacho kulingana na hii elimu ambayo unaipata. Tunaelewa Kwa hiyo nitarudi kwenye kuelezea ili niweze kumalizia. Tuwe makini sana tunapoongelea kuhusu masuala ya mimi ni nani. Sawa? Uwe makini sana kujua your identity. Kwa sababu mimi nimeshuhudia vijana wengi wakipotea na kuanguka kwa sababu ya kitu kinaitwa kuconform, ambao ndio hiyo unaendana na mazingira yanavyosema uende. Mtu ulitoka kwenu umebeba, nikisema value mnafahamu, kuna misingi mzazi wako amekufundisha, si ndivyo? Naamini kwa hata kama mzazi wako ana muda na wewe, lakini kuna vitu amekuelekeza. Hata kwa kuangalia kwa macho kuna namna unaona wazazi wako wanaenenda, si ndivyo? Leo unafika mazingira mapya, unakutana na vitu tofauti havihusiani na wewe. Unavibeba, unakuwa mtu tofauti na yule ambaye ulitoka nyumbani. And then unarudi, maisha sio marahisi hivyo. Sawa? Tuwe makini sana. Usibadilike kutokana na mazingira. Usiende na mkumbo, kwa sababu ukienda na mkumbo utaishia mahali ambapo hutakiwi kuishia. Wako watu, nimeshuhudia mtoto wa darasa la 6 kakataa shule. Kakata shule kwa sababu watoto kule shule wanamzomea sijui na madude gani. And then mzazi anikubaliana naye na kumkumbatia, akaenda kumtoa kabisa shule na kumweka nyumbani mpaka atakapoamua kwa shule. Cha kusikitisha, hayo ndo maisha ya watoto siku hizi. Wengi mnapewa kile mnachokitaka. Watoto wengi, yani kwa unataka, wewe imagine kweli mimi baba nakupigia simu, naomba unitumie kifurushi uko mafundisho na nakutumia. And then nao unafurahi unarudi mafundisho na simu yako. Utamsikiliza mwalimu, utaingia na YouTube. Mbaya zaidi sisi wazazi tunachangia kuumiza. Lakini we kama unajitambua, usibebe vile vitu kama vile nimepata opportunity ndio unafanya unachojisikia. Nakwambia kesho kutu utatoka hapo, utaenda chuo, kuna mahali panaitwa chuo. Si ndivyo? Wako wanaobahatika ndio wanaenda chuo, shule wanarudi nyumbani. Na ukiona kweli umefika chuo bado unapelekwa chuo na unarudishwa nyumbani na gari, hali yako imeharibika zaidi. Sawa? Pata nafasi, nafika stage ya maisha yako unaweza kujitegemea mwenyewe. Kuna kijana mmoja yuko form 3, babake alikuwa anampeleka shule kila siku. Siku moja akamwambia sasa leo sina uwezo kupeleka, kwa akampatia nauli, hakumuitia Bolt, apande daladala. Yule kijana aliibiwa kila kitu hapa Makumbusho. Yaani aliibiwa kila kitu kuanzia simu, nauli, alibaki yuko hapo Makumbusho stand. Bahati nzuri mtu ndiye akamwelekeza kituo cha polisi, akaenda kule na ameshika namba ya babake, akapigwa babake. Baba anapigwa simu na polisi, amechanganyikiwa kuja kuchukua mtoto, kaibiwa kila kitu hadi viatu, anatembea peku. Form 3. Tunaelewa?
Wewe unamcheka. Wewe leo ukiachwa hapo katikati upande daladala unaenda? Wangapi tunaenda? Ongereni. Ongereni. Lakini actually jamii yetu ya sasa hivi ndio iko hivyo. Sawa? Ifikie stage kwenye maisha unajitegemea. Inasikitisha kwa sababu enzi zetu ilikuwa inafika mahali huwezi mwambia babako tena naomba hela ya vocha. Lakini siku hizi mtoto mpaka afika form 4 anaomba hela ya vocha. Unaomba hela ya vocha, unaomba hela ya nauli. Kuna namna unatakiwa ujifunze kuwekeza. Ni juzi tu nilikuwa naangalia familia fulani watoto miaka 6 na miaka 8 wanafundishwa namna kuwekeza kwenye hisa. Wangapi tunafahamu hata kitu kama hicho? Yes, ni vitu ambavyo tunatakiwa tuvifahamu. Sawa? Ujitambue. Usisubiri mtu akuelekeze akwambie. Sawa? Tunaelewana? Ukiona kuwa wewe unasubiri watu wakueleweshe vitu, then you don't know who you are. Hujui unaishi kwa sababu gani? Hujitambui wewe ni nani? Tunaelewa? Ishi ukijua unataka kwenda wapi. Wangapi unajua unaenda shule kutafuta nini? Unaenda shule kutafuta nini? Kutafuta elimu ambayo ataitumia kufanikisha maisha yake ya baadaye. Sawa? Nimekutana mimi na kijana yuko form 4, hajui mpaka leo anataka kuwa nani. Hajui mpaka leo anataka kuwa nani, lakini ameshachagua masomo na kuna mengine ameyadrop. Usisikitike, tuko hapa ambao hatujui. Unaishia tu kusema doctor, sijui kama vile kindergarten ambavyo tunasemaga. I want to be a doctor. I want to be a nurse. Kwa sababu hata ukisema unataka kuwa doctor leo, ni nini umekifanya mpaka muda huu kuhakikisha kesho unakuwa huyo doctor ambaye unataka kuwa? Sawa? Usisubiri ufike chuo ndio unafanya mipango ya kufanikisha. Mipango ya kumfanikisha mtu inaanza huku. Yes, kwa hiyo know who you are. Elewa unataka kuelekea wapi. Sawa? Tumeelewana? Elewa wewe ni nani. Unaishi kwa kusudi lipi. Hauko hapa kwa bahati mbaya. Kikubwa zaidi usipoteze wakati kwa sababu hujui umepewa miaka mingapi ya kuishi duniani. Wangapi tunasema I'm so young. Ndivyo hiyo watu wanasemaga I'm too young. Wangapi tunasema hivyo? You're so young. He is. Kwa hiyo he can relax. Lakini don't ever say that. Kwa sababu hakuna mtu mdogo zaidi wala mkubwa zaidi kufikia mafanikio. Kila mtu anaweza kufanikiwa popote alipo. Ishi katika kusudi lako. Elewa umeumbwa kwa ajili gani. Elewa kuwa haupo duniani kwa bahati mbaya. Elewa you have an identity deeper beyond kile ambacho wazazi wako wanakuambia. Soma neno la Mungu sana. Kwa sababu kama tunavyosema tumekuja kumtafuta Mungu. Wangapi tuna muda binafsi wa devotion? You have your personal devotion time. Muda wa kuomba na kutafakari neno la Mungu binafsi. Inaitwa devotion time. Nani ana muda? Ongereni. Wewe na Biblia yako unaomba. Ya ongereni nyie ambao mnao. Nawashukuru kwa uaminifu kwamba mnaga huo muda na umetulia. Si ndio jamani? Sasa naomba kuambia huwa kuna kitu kinaitwa devotion time. Muda ambao wewe na Biblia yako na maombi yako mnakaa wewe na Mungu. Si ndio? Usisubiri mpaka Kwa sababu wakati unasema unataka umjue Mungu na haufanyi muda hui na muda na Mungu, huwezi ukamjua mtu ambaye humfahamu hata, si ndivyo? Na huwezi sema unamfahamu Mungu wakati unakutana naye Jumapili kanisani. Sawa? Lazima uwe na muda wako. Si tunajua Mungu anaongea? Mungu anaongea. Na anaongea na wewe mara nyingi, lakini huelewi kama ni yeye anakuongelesha kwa sababu huna muda wa kumsikiliza. Sawa? Kuwa na muda wako binafsi ambao unaweza kusoma neno na kumsikiliza Mungu anakuelekeza wewe ni nani. Utakuwa mtu wa namna gani kama huna muda wa Mungu kukupa maelekezo? Tunaelewa? Ili uweze kujitambua haswa wewe ni nani na upo kwa kusudi gani. Enda chini, tafuta muda kuongea na Mungu, soma neno, Mungu atakuelekeza. Kwa sababu tunafikia mahali unasema tu I want to be an engineer kwa sababu kuna ndugu yako umemwona huko ni engineer. Kesho unafika kwenye huo engineer unaboronga kazi za watu. Kwa sababu umeenda pale ambapo sipo Mungu alikokupa uwe. Unasema you are a doctor. Ushakuta nesi akikuchoma sindano maumivu unakaa nayo wiki. Si nesi, lakini ameona tu watu waenda kwa nesi ameenda. Kwa sababu hakupata muda wa kukaa kutafakari na Mungu ili Mungu amuelekeze ameumbwa kuwa nani. Sawa? Uwezi sema nimeshachagua na ninafahamu kuwa nani na hujapata nafasi ya kuongea na Mungu akakupa maelekezo.
kwa sababu hatuko, yani unajua sisi hatuna nguvu ya kwetu sisi wenyewe. Ni sawa na jinsi ambavyo wazazi wako wamekuumba, kama wamekuzaa wakakulea, kama wao wasingekulea ile utotoni, ungeweza kujihudumia pale utotoni? Wasingekubeba, wasingekudumia, usingeweza. Sawa Sawa, nitaishia hapa kwa leo. Kama una swali au chochote, nadhani unaweza kuuliza, lakini tukumbuke vile ambavyo nimewaambia. Sawa? Na Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Hilo swali ni la muhimu sana, hilo linalouliza asili yangu. Na Baraka umeuliza vizuri kwamba unajiuliza nini. Mmeona tofauti ya yule ndege ni nani ulisema? Tofauti ya tai na kuku. Wote ni ndege, si ndio? Lakini wana asili tofauti, si ndio? Kwa hiyo unatakiwa jitambue wewe kama ni tai au kama wewe ni kuku. Maanake unajua, ukitambua asili yako utaujua na uwezo wako. Amen. Si ndio jamani? Hatua ya kwanza ya kutambua asili yako ni kutambua ya kwamba wewe umeumbwa kwa sura na mfano wa nani? Hebu nisikie Wakristo wanaosema umeumbwa kwa sura na kwa mfano wa nani? Kwa sura na mfano wa nani? Naomba tuseme kama Wakristo tunaojitambua. Tumeumbwa kwa sura na mfano wa nani? Kwa hiyo kama umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, ndani yako kuna uwezo wa kimungu. Amen. Ndani yako kuna uwezo wa kimungu unaosema na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye. Maana yake ni kwamba wewe ukitaka kufanya jambo, ukadhamiria kwa nguvu zako na uwezo wa Mungu ulio ndani yako, utaweza au utashindwa? Sema naweza. Ukijua kwamba una asili ya Mungu, asili ya Mungu ni aliyeumba mbingu na nchi kwa neno lake. Maana yake neno lako lina nini? Sema lina nguvu. Kwa hiyo niwe makini na maneno ninayofanyaje? Yaani wewe ukijua asili yako utajua wewe ni tofauti na wanyama. Ukijua asili yako utajua wewe ni tofauti na viumbe vinginevyo. Utajua nguvu za Mungu zilizo ndani yako. Sasa asili unaweza kujiangalia pia hata kwenye familia uliotoka. Hata kabila ulilotoka. Kuna vitu ambavyo unavijua katika asili yangu nina hiki kitu. Kinaweza kikawa kizuri na kingine kinaweza kikawa kibaya. Kwa mfano kuna watu kwenye familia yao wana asili ya hasira, si ndio? Sasa ukijua mna asili ya hasira, what do you do? Utaombea hilo jambo. Utajifunza kumanage hisia zako tofauti kwa jinsi ambayo hutakuwa na madhara kutokana na asili uliotoka. Bwana asifiwe. Swali lingine? Kwa sauti pia. Uliza, si una swali? Okay. Umeongelea kuhusu swala la class. Ambao class ni tofauti na asili. Tuna levels tofauti kwenye society. Unataka uongeze? Ongeza. Kwa sema kwamba najaribu kumjibu, no one is born, yani hakuna ambaye amezaliwa hawezi. Yes, class inatofautiana, lakini no one is born with ability, yani ambao hana ability kabisa, hayupo. So ile kusema siwezi, it comes direct from you. Ndio pale teacher alisema unajinenea, it starts from yourself. Yani ile kusema siwezi starts within yourself.
sio kwamba Mungu amekuweka hivyo huwezi. Ndio nilivyoelewa mimi. Amejibu vizuri. Na nadhani amekujibu ambavyo ningeweza kukujibu, lakini ku elaborate more kama alivyosema, kuna tofauti ya classes na asili. Sawa? Asili yangu nimezaliwa nayo. Class naijenga wakati ninavyoishi. Na hakuna mtu ameumbwa maskini. Sawa? Hakuna mtu ameumbwa maskini au hakuna mtu ameumbwa tajiri. Wote tumepewa uwezo ambao tukiutumia vizuri naweza kuwa maskini au naweza kuwa tajiri. Nimesema vizuri kwa sababu hata anayefanya vibaya anautumia vizuri lakini kwa ubaya, si ndivyo? Kwa hiyo unavyoendesha maisha yako yatakufanya uwe maskini au uwe tajiri. Lakini wewe umeumbwa ukiwa tai tokea ndani. Kuku ameumbwa akiwa kuku tokea ndani, lakini haimaanishi kwa sababu ni kuku ndo ashindwe. Sawa? Haujaona kuku anaruka kabisa? Haujaona kuku anaruka kabisa? Wanaruka. Kwa hiyo sio kwa sababu umezaliwa kuku yani ubaki unashindwa. Mungu hajakuumba kuku ili ushindwe. Una ubora wako katika kuwa kuku na mwingine ana ubora wake katika kuwa tai. Kwa hiyo kwa mazingira ambayo tumepewa na Mungu, yote yanaweza kutusaidia kufanikiwa. Unaamua kufanikiwa au kushindwa kulingana na actions, vitendo unavyovichukua kufikia kule ambako unatakiwa kufika. Sawa?